THF ni kifupi cha Tanzania Humanitarian Fund. Huu ni mfuko wa misaada ya kibinadamu ambao umeanzishwa Tanzania miaka miwili iliyopita. Ndio maana basi leo pamoja na kuadhimisha siku nyingine za misaada ya kibinadamu na ukarimu duniani kwa tarehe 19 mwezi wa 8 na tarehe 5 Septemba, basi leo pia tunaadhimisha siku ya kuanzishwa kwa huu mfuko wa THF. THF tunajishughulisha na nini? THF tunajishughulisha na mambo yafuatayo. Moja, kwanza tunasaidia watu walio katika matatizo au changamoto kubwa za kiuchumi katika maeneo ya elimu, afya, usalama wa chakula, makazi, kazi, ajira na ujuzi. Hayo ndio maeneo makuu ambayo taasisi hii ya THF inajishughulisha nayo. Kwa hiyo ni mfuko wa hisani ambao lengo lake ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote bila kujali dini, kabila na namna yoyote ile ya affiliation ya mtu anasaidiwa na hii taasisi, kwa sababu ni taasisi ya kiraia. Kwa hiyo kila Mtanzania mwenye sifa za kusaidiwa anasaidiwa. Kwa hiyo mpaka sasa taasisi hii inasaidia na imesaidia watu wengi, wanafunzi wengi kwa ngazi mbalimbali za shule kuanzia sekondari mpaka vyuo vikuu wananufaika. Zaidi ya wanafunzi 140 wananufaika na huu mfuko mpaka hapa tunapozungumza. Kwa hiyo basi baada ya kusema hayo, nimwalike mkurugenzi wa program Mr. Mushi ili aweze kuendelea na kile ambacho kimetukutanisha hapa leo. Kwa majina naitwa Dr. Apio Viruiwa, kama ambavyo imeelezwa mwanzoni ni katibu mkuu wa mfuko. Asante. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa uhai na afya ambao umesababisha tukutane hapa mchana huu wa leo. Kwa namna ya pekee tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wadau wake wa maendeleo ambao kwa ushirikiano wao walisaidia upatikanaji wa usajili wa huu mfuko wa kiraia wa hisani wa misaada ya kibinadamu, yani Tanzania Humanitarian Fund. Kipekee tunawashukuru wanahabari kwa kukubali mwaliko wetu kwa ajili ya kutusikiliza na kufikisha taarifa za THF kwa wananchi wote ndani na nje ya nchi. Ndugu wanahabari, leo tarehe 17 mwezi wa 7 2026 tunaadhimisha miaka miwili ya taasisi yetu ya THF, huku tukiendelea kumshukuru Mungu kwa neema zake kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu ya mfuko, ikiwa ni pamoja na utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa watu wenye changamoto kubwa. Aidha, katika utekelezaji wa majukumu yake, THF inashirikiana na taasisi mbalimbali, nitazitaja hapa. Hawa ni wadau wa ushirika ambao wanafanya kazi na THF: Jimbo Katoliki la Morogoro, Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, Chuo Kikuu Katoliki cha Ruaha Ruku, ambako hapa wana mwakilishi wao wamefika leo, mjumbe wa bodi, lakini chuo cha kumbukumbu ya Kardinali Rugambwa Karumko Bukoba Kagera, chuo cha ufundi cha Mtakatifu Danieli Singida, pamoja na mshirika wetu ambaye ni Chifu Mtwale kutoka Kigoma, ambaye naye yupo katika kusanyiko hili hapa. Ndugu wanahabari, kama ambavyo katibu aliongea awali, lengo kuu la mfuko huu ni kutafuta fedha kutoka kwa wahisani ndani na nje ya nchi ili kutoa ufadhili wa masomo,
kuanzia ngazi ya awali, elimu ya sekondari, vyuo vya kati hadi shahada ya kwanza. Mfuko huu umesimamia ufadhili wa jumla ya wanafunzi 242 wenye changamoto kubwa za kiuchumi, wanafunzi 101 kwa mwaka wa masomo 2024-2025 na wanafunzi 141 kwa mwaka 2025-2026. THF pia imedhamini bima za afya za watoto 27 kwa mikoa mbalimbali hapa nchini, na kwa kuanzia tumesajili na kuwapatia na kuwaombea bima watoto 27 kwenye mikoa ya Kilimanjaro, mkoa wa Tanga, Dar es Salaam na Morogoro. Na hivi karibuni THF inatarajia kuzindua rasmi udhamini wa afya wa taifa kwa THF. Ndugu wanahabari, ili kuyafikia malengo yake kwa mafanikio makubwa, tunahitaji mshikamano wa watu wengi waliounganika mahususi kwa ajili ya kazi za THF. Hivyo basi, uongozi wa THF umeona ni vyema ukaunda mtandao wa kibinadamu wa THF, yaani THF Humanitarian Network, kwa lengo la kukuza kazi na shughuli za THF. Jina la mtandao huu ni THF Pamoja. Ndugu wanahabari, ili kufanikisha haya, THF sasa inakuja na wito wa mwaliko, ikiwa sasa ndiyo maana kubwa ya kusanyiko hili la leo. Tunawaalika wahisani na wadau wake kuchangia kwa ajili ya kufanikisha maadhimisho yake ya siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu na ukarimu, ambayo tumepanga yatafanyika Iringa tarehe 19 Agosti kwenye chuo cha Ruku ambao ni washirika wetu, lakini tarehe 5 Septemba tutafanya hapa Dar es Salaam. Hivyo wahisani na wadau mnaomba kuchangia kiasi chochote kupitia akaunti za benki ambazo niombe nizitaje sasa. CRDB 015C 952 22 0900. Akaunti ya NBC 0341 72 000 574. Akaunti ya NMB 00 111 520 117501. Akaunti zote mpokeaji ni Tanzania Humanitarian Fund THF, lakini zipo njia nyingine za uchangiaji kupitia application zetu ambako utadownload kupitia Play Store Pamoja Connect. Huko ndani utakuta jinsi ya kuchangia, jinsi ya kujiunga kuwa mwanachama, lakini utakuta kampeni zetu pale za uchangiaji nyingine ziko pale mbili. Ukiingia, ukidownload au ukipakua, basi utaanza kuchangia kupitia kwenye hiyo application yetu. Lakini unaweza kutembelea pia website yetu ambayo ni www.thf.or.tz. Nayo utakutana huko jinsi ya kuchangia na jinsi ya kujiunga kwenye THF. Lakini pia tu katika hatua za mwisho za kuzindua short code yetu ya THF USSD ambayo utabonyeza *148 *81 reli, itakuonyesha nini cha kufanya kule ndani, nayo itakuwa hewani hivi karibuni. Mwisho niwashukuru tena waandishi wa habari, lakini nikiwakumbushia kauli mbiu yetu ya THF inayosema binadamu ni muhimu, kwa pamoja tunainuka. Asanteni kwa kunisikiliza. Tunao utaratibu mzuri tu wa jinsi ya kuwapata hawa wahitaji. Utaratibu wa kwanza ni baada ya wao kutusikia,
kwamba kiko chombo hiki kwa ajili ya kusaidia watu wenye uhitaji. Wanapotutafuta, hatua inayofuata ni kuwapa fomu maalum, wanajaza. Fomu ina vitu vingi ndani yake mle. Na baada ya kupitia hiyo fomu, tuna kamati maalum kwa ajili ya kufanya recruitment, kuangalia, kwa sababu kama tulivyoongea kwamba tunasaidia watu wenye changamoto kubwa za kiuchumi. Sio changamoto ziwe kubwa, kwa sababu kila mtu ana changamoto hapa. Lakini tutafuta zile ambazo ni kubwa kabisa. Kwa hiyo tunapopata zile taarifa zake, ni jukumu la kamati zetu kuanza kudigi, kutafuta huyu mtu kweli ni mhitaji. Tunakwenda mpaka pale alipo, ngazi ya familia, dini, serikali ya kijiji, mpaka chini kabisa, ili tujiridhishe kwamba huyu mtu kweli ni mhitaji. Kwa baada ya hapo, tukishaji kwamba ni mhitaji, tunaweka katika orodha ya watu ambao tutawasaidia. Tunaangalia bajeti yetu imekaa vipi, basi tunamsaidia. Inategemea kwenye lengo gani, kama ni ada au ni vitu stationaries au uniform, vitu kama hivyo. Kwa hiyo huu ndio taratibu wetu. Mfuko umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza, uelewa wa watu maeneo ambayo tumepita umekuwa ni mkubwa. Lakini pili, watu kadha wa kadha tayari wameshapata msaada wa kibinadamu kwenye ngazi hiyo, hasa kwenye elimu, kwa sababu tunaanza hapa tumebezi kwenye elimu sana, na afya tumeweza kuingia sasa kwenye afya. Kuna vitu vingine kama makazi na nini hatujaingia sana kwa kina huko. Lakini kwa upande wa elimu, kuwa na wanafunzi 140 na kitu si jambo dogo kwa miaka miwili. Miaka ambayo unakuta ni migumu kwenye changamoto za kupambana, watendaji na nini, lakini kusomesha watu 140 na kitu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kama ambavyo nimezungumza kwamba kilele cha haya maadhimisho ni tarehe 19 hiyo ya Agosti na tarehe 5 Septemba na hiyo Agosti, ambako ndo maadhimisho ya kilele chetu cha siku ya ukarimu. Sasa kuelekea siku ya ukarimu, kuna vitu vingi vitafanyika, vingi sana vitafanyika katikati hapo, kwa sababu utaona pana umbali, pana almost miezi mingapi hivi? Miwili kasoro. Kama miezi miwili kasoro. Kwa hiyo katikati hapa tutakuwa pana matukio mengi sana, milo ya hisani, patakuwa kuadhimisha vitu mbalimbali, mauzo ya bidhaa mbalimbali kuelekea siku ya kilele hicho cha siku ya ukarimu ya kimataifa. Serikali, kama ambavyo mnafahamu, serikali inayo bodi ya mikopo ambayo inatoa mikopo kwa ajili ya wanafunzi, lakini haiwezi kufika mpaka mwisho, haiwezi kusaidia kila mmoja. Kwa hiyo wengi ambao wanabakia kukosa ile mikopo ya serikali, kimbilio lao nambari 1 ni THF. Kwa hiyo utaona kuna connection kubwa kati ya serikali na taasisi yetu kwa muktadha huo. Sasa asante sana. Wako watu ambao wanavutiwa na sera zetu, wanatutafuta, lakini wako ambao sisi tunafurahi na sera zao, tunawatafuta. Kwa hiyo baada ya kuwatafuta hapo, tunakaa mezani na kuangalia jinsi ambavyo tutafanya mashirikiano yetu, ili kuwa kuna hiyo wanaita win-win situation, kwamba wao wapate na sisi tupate, watu wasaidike na wao pia wasaidike kwa upande wa kupata wanafunzi. Kwa mfano, ukiangalia Ruku wamevutiwa na sisi na sisi tumevutiwa na wao. Tumekaa mezani, tumeangalia, tumeamua kufanya mashirikiano. Kwa hiyo mwezi uliopita, nafikiri mwezi uliopita huu, tulisaini contract na wao, MOU na wao ya mashirikiano, kutafuta wanafunzi na kutafuta fedha. Wao wanatafuta wanafunzi, wanatafuta na pesa. Sio wanatafuta wanafunzi, wao na pesa. Tunasaidiana katika huo muktadha huo hapa. Kwa hiyo wito wangu sasa kwa taasisi nyingine zione ni wakati sasa wa kuamka, kufanya kazi na taasisi kama hizi, ili kuwakwamua hawa watoto ambao wanahangaika mitaani, hawa wazee ambao wanakaa bila makazi mitaani, hawa mama ambao wanakaa bila kupata bima za afya mitaani. Nafasi pekee ni kujiunga na taasisi kama hizi za aina ya THF. Kwa hiyo niwaombe, nitoe rai kwa kila mmoja, ujumbe huu wafikie kwamba sasa ni wakati wa kuwakomboa watu wenye shida kubwa na changamoto kubwa za kiuchumi popote walipo Tanzania. Naitwa Julius Alois Mush, nitasema kwa Kiingereza kidogo, ni Program and Financing Director wa taasisi ya Tanzania Humanitarian Fund. Kwanza tunashukuru kwa ujio wenu, lakini tuko hapa kwa ajili ya mambo makuu matatu kama sio mawili.
Kwanza ni kuadhimisha birthday yetu ya THF kutumiza miaka 2 toka kuanzishwa. Lakini pia tumeleta wito kwa ajili ya kuwatangazia umma wa Tanzania juu ya maandalizi kuelekea kilele chetu cha siku ya ukarimu duniani ambayo ni tarehe 19 Agosti na tarehe 5 Septemba. Kwa hiyo tarehe 19 Agosti tutafanya maadhimisho kilele hicho pale Iringa, Chuo Kikuu cha Ruku, na tarehe 5 tutakuwa na maadhimisho mengine hapa Dar es Salaam. Kwa nini tumepitia huko kwenye maadhimisho ya siku ya ukarimu duniani? Ni kwa sababu malengo ya THF yameendana sawa na malengo ya ukarimu wa taasisi nyingine duniani. Ndio maana tumepitia huko. Hivyo basi, kuelekea siku ya kilele hicho, mengi tumeyapanga yatafanyika kuelekea siku hiyo. Kwanza tutakuwa tuna milo ya hisani. Lakini pili, tutaadhimisha birthday za watu tofauti. Yoyote ambaye atakuwa na birthday yake ataleta kwetu, tutaiadhimisha kwa lengo hilo la kuwasaidia watu wenye uhitaji kupitia THF. Kwa kama mtu ana birthday yake tutamwalika aje, tutaiadhimisha sisi, hasa wale watu wenye majina, celebrate wenye majina yao makubwa. Tutatumia hizo birthday zao kwa ajili ya kuchangisha pesa kwa ajili ya kusaidia hawa wahitaji. Lakini ziko siku za vilele vya wanaita anniversaries za ndoa. Tutaziadhimisha nyingi tu kuelekea siku hiyo kwa ajili ya kupata pesa kwa ajili ya kuchangia hawa watu wenye uhitaji Tanzania kuelekea kilele cha siku hiyo. Lakini pia tutauza vitu mbalimbali, vikombe, kofia, tutauza bidhaa mbalimbali ambazo pesa ambayo itapatikana itakwenda kusaidia watu hawa wenye uhitaji kwenye upande huo wa elimu, kazi, makazi, mambo kama hayo. Asante sana. Matazamio yetu ni makubwa sana huko mbeleni, kwa sababu hitaji ni kubwa sana la mambo haya. Karibu bilioni 5 zinahitajika kwa ajili ya kufanikisha haya mambo. Kwa hivyo kama ambavyo umeniuliza, ni kwamba inatulazimu kutumia nguvu ya ziada sana, kwa sababu kwa wakati huu mdogo tuliofanya tumepata kiasi kidogo, lakini bado nguvu ni kubwa, inatakiwa ielekezwe kwa ajili ya kupata hiyo kiasi cha pesa ambazo kusaidia hao wanafunzi, kusaidia wazee wenye uhitaji, kusaidia wamama ambao wana shida za afya na kadhalika. Ambao tunadili nao wazee tu kabisa ambao hawana msaada wowote. Kama ambavyo nimeongea, tunasaidia watu wenye changamoto kubwa za kiuchumi, kubwa kabisa, sio za kawaida tu, kubwa, yani hana uwezo wote wa kusaidika, ndio tunawasaidia. Kwa hiyo hatuna idadi kamili, ila tuna idadi kubwa sana ya watu kila wanapoendea wanahitaji kupata msaada huo. Wazee, nilishazungumza awali lakini nitarudia. Kwanza tunatangaza kama hivi, nyinyi waandishi wa habari mkitutangazia kwao, wakisikia habari zetu wanatutafuta. Mara nyingi ngazi za wilaya, mkoa wanatutafuta. Baada ya kututafuta tunawajazisha fomu. Hili la msingi sana kwenye fomu. Lazima wajaze fomu tujiridhishe kwamba hawa watu ni wahitaji kweli, kwa kutuma watu wetu waende kuwatembelea na kuwaona kweli wana uhitaji huo. Tukijiridhisha ndio tunatoa msaada hapo. Tangu mmeanza miaka 2, mnafikia hatua ngapi na wahitaji ngapi? Tangu tumeanza miaka 2 tumekaa kwenye engo ya elimu zaidi. Tumesaidia wanafunzi 142 kwenye ngazi ya elimu ya juu. Asante. Kwa jina naitwa Chifu Mtwale Isambe Mnini wa 3 kutoka Himaya ya Buha, Heru Kasulu, Kigoma. Lakini pia ni mkurugenzi wa shirika la watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu nchini. Bado ni balozi wa mila na desturi nchini. Lakini pia kwenye eneo langu mimi ni diwani wa kata ya Heru, jimbo la Kasulu mjini. Mimi ni mdau wa watoto yatima, lakini wale wenye uwezo darasani. Tunapozungumza hivyo, mimi ni mkurugenzi wa shirika la Tanzanian Vulnerable and Talents Promotion Organization. Kazi ambayo tunafanya ni kuhudumia watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu wenye uwezo darasani.
Nimekutana na THF katika huduma hii toka mwaka 2024 ambapo kwa shughuli za uratibu wa kitaifa tuliendelea kufanya na kutafuta watoto wenye mahitaji vyuoni na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukaona ni jinsi gani THF ni kila mtu anaweza kawa mwanachama kwa kile kidogo alichonacho kumhudumia mtoto aliye karibu naye. Umeona watu wamekuwa wakienda, anatoa sadaka kanisani, anaacha mtoto jirani ambaye amekosa ada, anaenda kutoa sadaka. Sawa, pote ni sadaka, lakini angalia ukaribu wa mtu mwenye shida. Kutoka THF kwa upande wangu mpaka sasa naweza nikasema ni watoto kama 18 ambao wa mwisho wamelipiwa ada wakiwa St. Augustine University tarehe 12 mwezi wa 6. Kwa hiyo pale napoona mtoto, napozunguka sehemu mbalimbali nikaona mtoto anapata shida au familia inapata shida juu ya mtoto wao aliyoko masomoni, huwa nafanya mawasiliano moja kwa moja na mratibu wa THF.